Na siku ya kukuza uelewa kuhusu kifafa, yani Epilepsy Awareness Day ama Purple Day ni leo, na tutafahamu kuhusiana na hali hii, lakini pia jinsi gani ya kupata uelewa ambao tutatusaidia kuwasaidia wenye hali kama hii. Tunakukutanisha hapa na Dr. Said Kuganda ambaye ni daktari bingwa mbobezi afya na magonjwa ya akili hospitali ya taifa ya Muhimbili. Dr. karibu sana. Asante sana. Na muda mfupi ujao pia tutazungumza na Omar Vadenga ambaye ni mmoja kati ya Watanzania ambao wanaishi na hali hii ya kifafa. Lakini kabla tujaendelea zaidi, hebu tuangalie mambo muhimu ambayo ni muhimu kuyafahamu kuhusiana na kifafa. Hali ikoje kwa hapa Tanzania na duniani kwa ujumla? Inaelezwa kwamba takriban watu milioni 50 duniani kote wanaishi na hali hii ya kifafa, na watu milioni 5 hugunduliwa na kifafa kila mwaka duniani. Asilimia 80 ya watu walio na kifafa wanaishi katika nchi zenye kipato cha chini na kipato cha kati, na takriban asilimia 70 ya watu wanaoishi na kifafa wanaweza kudhibiti kifafa ikiwa watatambuliwa na kutibiwa ipasavyo. Lakini pia katika nchi zenye kipato cha chini, hadi asilimia 70 ya watu walio na kifafa hawapati matibabu stahiki katika zile nchi zenye kipato cha chini. Na hizi takwimu ni kwa mujibu wa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO. Na sasa turejee hapa kwenye mjadala wetu, Dr. Said. Kwanza kwa kufahamu tu hali yenyewe inakuwaje na inasababishwa na nini? Kifafa ni hali, wengine wanasema ugonjwa, lakini sisi tunapenda kusema ni hali, hasa sisi ambao tuna advocate, tunatetea maslahi ya wenzetu ambao wanapitia hizo hali za kifafa. Ndio. Inatokana na matatizo katika mfumo wa fahamu. Kwa hiyo ni kama ni magonjwa tunasema yako kwenye ubongo, na itilafu kubwa ni iko kwenye umeme hasa unaofanya, kwa sababu unajua viungo vyetu vinafanya kazi kwenye umeme pia. Kwa hiyo ubongo ndio una umeme wa kila kitu kinachofanyika kazi. Sasa ikishatokea itilafu huko ndio inasababisha hiyo hali ya kifafa. Kwa hiyo una mshtuko fulani ambao unaambatana na dalili kadhaa. Zile dalili ndio kuna zinazojionyesha kwa uwazi, hasa zile za degedege ziko kwa uwazi zaidi. Lakini zipo dalili ambazo hazionekani kwa uwazi. Kwa hiyo kuna vifafa ambavyo vya degedege, lakini kuna vifafa ambavyo degedege haionekani. Sasa takwimu za WHO zinasema kwa ujumla wake. Na hata hapa Tanzania pia kuna baadhi ya tafiti ndogo zinaonyesha kwamba hatuko mbali na reality, ukweli wake. Kwa maana hata sisi wa Tanzania zaidi ya watu 400,000 wana kifafa, wanapata hizo hali za kifafa, lakini ni zile ambazo zinaitwa kifafa cha degedege. Tukiunganisha na kifafa ambacho sio cha degedege, inaweza ikafika hata 800,000 inavuka. Kwa hiyo tuna hiyo shida pia. Na katika dalili zake, tukisema dalili za kifafa, nadhani ni maradhi ambayo watu wanayajua, yani kupita kawaida, kwa sababu yalikuwepo zamani akapewa majina mengi, na mpaka sasa hivi tunaendelea kuwa nayo. Na dalili kubwa ni ile watu wanaanguka, wanakakamaa, wanatikisika mwili, fahamu inapotea, halafu inaisha baada ya dakika 5, 2, yani 3, yani haikai sana, huwa inapotea mpaka siku nyingine. Lakini kimsingi huwa ina mtindo wa kurudia, yani kila mwezi au kila wiki, au na nyingine inaweza ikarudia kwa siku mara nyingi. Inategemea na ile athari ambayo imepatikana. Kwa hiyo kuna hizo dalili za kutikisika, kupoteza fahamu. Wakati mwingine inaweza ikaathiri hata mfumo wako wa uelewa. Yani baadhi ya wale ambao wanapitia hizo hali za kifafa wanaweza wakawa wanapata shida sana kuelewa, hata darasani. Wakati mwingine, sio wote, wachache wanapata shida kuelewa, lakini wengi wao huwa wanaelewa, wanasoma, na maisha yanaenda actually. Kwa hiyo ziko dalili za namna hiyo. Uelewa mwingine ni vyanzo au sababu zinazosababisha hizo hali za kifafa. Sababu nyingi zinazuilika, na ndio maana kampeni yetu sisi kubwa ni tuzuie vile vyanzo ambavyo vinazuilika ili tuondokane na hizo hali za kifafa. Kwa hiyo utakuta sababu kama vile ya uzazi, yani wakati wa kuzaliwa kuna shida nyingi zinatokea pale, mtoto anaweza akapata tabu katika ubongo wake kwa sababu ya ile process nzima ya kuzaliwa. Sasa ukipata jeraha pale,
inaweza ikakusababishia degedege, ndio hizo tunazoona degedege za utotoni. Lakini pia sababu nyingine ya kuzuilika inawezekana ni maambukizi utotoni, yani mtu anakuwa na homa za mara kwa mara wakati ana umri mdogo, labda mwaka mmoja au miezi 6 au yani umezaliwa tu, yani unazaliwa na matukio ya kuumwa. Sasa zile homa za mara kwa mara au maambukizi ya mara kwa mara yanasumbua sana ubongo. Kwa matokeo yake unapata hizo hali za kifafa. Lakini sio tu watoto, yani kuna hali za kifafa zinaweza zikatupata hata sisi watu wazima kutokana na matatizo mengine. Ikakuanzia ukubwani. Hata unaweza ukaanzia ukubwani, kwa mfano ajali zinazopata barabarani, bodaboda mara imegongwa, mara ukapata shida ya kwenye ubongo. More likely yani unaweza ukapata hiyo hali ya kifafa. Kwa hiyo sio tu eti unatoka nayo huko, unaweza ukapata ukubwani. Na hapo umesema kuhusiana na sababu zinazoweza kuzuilika. Vipi kuhusiana na sababu zisizoweza kuzuilika? Ni zipi? Kuna sababu ambazo tunasema sisi hatuwezi kuzizuia. Kwa mfano hitilafu katika vinasaba, yani unazaliwa labda kwenye ukoo wenu, kwenye familia yenu kuna hiyo shida. Unakuta hata babu naye alikuwa nayo, shangazi pia alikuwa nayo. Kwa hiyo inarithi vile ile hitilafu kwenye vinasaba. Kwa hiyo ukirithi na ile sisi tunasema hatuwezi kuzuia hiyo. Lakini tunaweza tuka modify mazingira yasije yakaleta shida zaidi. Kwa hiyo unarithi lakini haionekani shida kwa sababu hujapata wewe maambukizi, hujapata homa za mara kwa mara, hujapata ajali. Kwa hiyo kifafa chako inaweza ikawa kimepoa kwa sababu ile mazingira pia tumea control. Naam. Sawa kabisa daktari, na tutapata pia uzoefu wa moja kati ya watu ambao wanaishi na hali kama hiyo. Tutakapokuwa tayari tutamkaribisha kwenye matangazo yetu, lakini changamoto kubwa ambayo imekuwepo ni kuhusiana na jinsi ya kuwahudumia watu wenye hali kama hii. Kumekuwa na mitazamo tofauti, wengine wanawekea vijiti, vitu midomoni na vitu kama hivyo, lakini kitaalam ile huduma ya mwanzo kabisa ambayo mtu mwenye hali kama hiyo anapaswa kuipata ni ipi? Ni kweli, yani hapo kuna mitazamo tofauti na ndio inayopelekea msaada tofauti. Sababu unapolitazama jambo na unajua namna bora ya kulisaidia, lakini kimsingi sisi tunasisitiza kwamba kwanza mshtuko wa kifafa ni mshtuko ambao hauna namna yoyote ya kumwambukiza mtu mwingine. Yani kwanza watu inatokea wanauogopa, yani kuna watu wanakimbia badala ya kumkimbilia mtu kumsaidia. Sisi tunasema umkimbilie, umsaidie, kwa sababu hamna kitakachoambukiza, si mate yake wala si nguo zake wala si hewa anayopumua pale. Kwa hivyo haambukizi kwa staili yoyote. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, kwanza msipanic, yani maana yake msikimbie wala msiwe na wasiwasi, kwa sababu ni hali ya kawaida na inatoka mapema mno, dakika 1 dakika 2 na kuemeisha. Kwa hivyo tuwe naye pamoja wakati wa ule mshtuko mpaka atakapoisha. Lakini kimsingi cha kwanza kuhakikisha ni hali yake ya upumuaji iko salama, lakini pia jirani yake pale hakuna vitu vya hatarishi, kwa sababu wengine wanadondokea kwenye moto, wengine wanadondokea kwenye vitu vyenye ncha kali, wanaumia. Lakini tukiwaondolea vile vitu, tukamwacha mwenyewe aanze kukakamaa, akimaliza tunamlaza ubavu ili hewa ipite vizuri, lakini mate yale ambayo yanatoka yasirudi nyuma yakampalia. Kwa hiyo tunamwacha mwenyewe amalize ile hali yake, akimaliza namlaza ubavu apumzike. Akipumzika mara nyingi anaamka, wachache wanaamka kwenye hali ya kama wanachanganyikiwa hivi au wanashangaa, lakini wengine wanaamka tu kawaida. Sasa hile ni kitu ambacho tunamsaidia. Tunasema tusiweke kitu chochote mdomoni wala tusimkandamize ili asipate shida, kwamba tunamzuia asipapatike vile. Hatutakiwi kumzuia hivyo wala hatutakiwi kumvuta, hatutakiwi kumfanya chochote. Kimsingi wewe muandalie tu mazingira ule mshtuko uanze uishe, kuliko kuanza kumzuia au kumlazimisha kumlisha kitu. Watu wengi mtaani tunawapaga vijiko siji na nini hivi, zile zote ndio zinasababisha kama ni kujiuma au kujingata ndio ajingate zaidi, na jeraha lake linakuwa kubwa zaidi. Bora umwache mwenyewe, hata kama atajingata kwa jeraha dogo, kuliko mwekee vijiko vitu gani unaingiza kwenye mdomo. Kimsingi haishauriwi kuweka kitu chochote kwenye mdomo, hata kumlisha wakati ule. Usimpe hata dawa, hata kama alikuwa na dawa zake, usimpe dawa wakati huo. Mwache kwanza ule mshtuko uishe. Ukishaisha ndio utaanza kufikiria sasa tunampa dawa zake au tunampeleka hospitali. Tunasema ikizidi dakika 5 ndio huyu anafaa kupelekwa hospitali. Lakini mshtuko tu umetokea dakika 1-2 ni mshtuko wa kawaida, ukiisha maisha yanaendelea. Na mara nyingi hapo umegusia kuhusiana kuweka vitu mdomoni. Hofu ni kwamba anaweza akang'ata ulimi wake kiasi kwamba
ukatoka sasa, kumekuwa pia na mitazamo kama hiyo. Daktari, hili linawezekana kwa namna yote? Kule kuweka kijiko au kuweka kitu mtaani ndio kwamba usipoweka atajing'ata. Ndio hivyo. Kimsingi haisaidii kitu, kwa sababu hata ukiweka kama ni kujing'ata atajing'ata tu. Watu wanafikiria kwamba atang'ata kile kijiko. Na wengi wanaopata ule mshtuko hata hajing'ati ujue. Sasa sisi tunaangalia wale wachache ambao kwanza mishtuko yao inakuwa mikubwa sana, sijui mishtuko yao inasababisha na kujing'ata kutoka na haja ndogo, haja kubwa hivyo. Lakini wengi hawajing'ati. Na ukiweka ile akitaka kujing'ata, maana yake atasumbuka zaidi. Kwanza unamsumbua kwa sababu atauma meno ile, kwa sababu si anakakamaa, kwa hiyo atauma meno yake. Akiuma yale meno, wewe ukianza kuweka kitu maana yake atauma iko kitu chako, kama ni kijiko. Sasa si bora jino kwa jino kuliko jino kwa kijiko. Yaani unamuumiza zaidi, na akiumia anaumia zaidi. Kwa hiyo tumeona kwamba hakuna hata hiyo faida yake. Ni bora wamwache yeye mwenyewe amalize, tuendelee na maisha. Na kama akiwekewa labda kitu ambacho sio kigumu, labda kitu kama sponge hivi. Maana kuna wengine wanafanya hivyo. Ndio, kuna wengine wanazungushia kile kijiko, wanazungusha na bandage hivi. Lakini ni mchakato, it's like uweke bandage standby sehemu eti umeliweka, sasa mtu akianguka uchukue ufunge umpe. Kimsingi tunasema hivi, kilicho bora zaidi ni kumwacha kuliko umwekee vitu. Sasa ikitokea bahati mbaya akavimeza, sasa inakuwa si shida nyingine tena. Umemwekea kitu chako, mara kipande cha mti kikatumbukia tena huko, au sijui kijiko kimefanywaje, sasa unasababisha madhara zaidi kuliko faida yake. Kwa huduma ya kwanza kabisa daktari, labda tukumbushe hapo, yani cha kwanza baada ya ameanguka hali hiyo, kwanza usishtuke, yani kwamba wewe usipanic. Maana yake usipopanic ndio vizuri, kwa sababu utaweza kumsaidia na hata utazikumbuka hizo hatua. Cha pili, kama una saa yako, basi time, muda, kwa sababu itakusaidia baadaye kusema huu mshtuko umezidi dakika 5. Ngoja nitafute msaada mwingine. Kwa kama unaweza kuestimate, kukadiria muda wako, ni bora zaidi. Lakini pili, ondoa vitu vile vya hatarishi pale. Ondoa vitu vya hatarishi ili akimaliza au wakati anafuata ule mshtuko asipate hiyo shida. Cha tatu ni kuhakikisha kwamba njia ya hewa iko salama. Sio ameanguka, kuna wengine wanaanguka usiku kwa mfano. Alafu anaanguka kifudifudi kwenye godoro lake. Halafu hamna mtu wa kumsaidia. Unajua kinachotokea? Wanafariki kwa sababu hewa haiendi. Kwa hiyo utakuta amelala tu usiku, tumeamka amefariki. Kumbe alipata mshtuko usiku na hakulala vizuri, matokeo yake akaziba mifumo ya hewa. Kwa hakikisha mifumo ya hewa iko vizuri. Na hapo anapoanza kumaliza kutikisika vile, haraka mgeuze upande wa kushoto. Alalie ubavu wa kushoto, na mikono yake huwa mkono mmoja tunauweka hapa, mkono mmoja, ili kuzuia asije akapata shida pia kwenye kichwa chake. Bas ikishamalizika namna ile, tunasubiri tu alale kama kwenye alale kama vile. Ikishaisha, siona amemwekea kitu laini hapa, ili hata wakati wa kutikisika hivi asije akajiumiza kichwa pia, maana unapataga majeraha ya kichwani. Kwa hiyo ikishaisha ile, ndio imeisha mshtuko. Kwa pale atalala kidogo, labda dakika 1, 2, 3. Wengine wanaweza akapitiliza kalala saa nzima. Ile uchovu wa ile hali, maana yake inapoteza sana oxygen kwenye ubongo wakati unafanya vile. Kwa hiyo unakuwa umechoka. Kwa wengine wanaweza kalala hata saa nzima. Wakiamka basi atajisikia kidogo kichwa kinauma, wengine hata kichwa hakiumi, lakini atatoka hapo mchovu, na hiyo hali inakuwa imeisha. Kwa hiyo ndio tunasema sisi huduma ya kwanza. Na wala huduma ile haiambukizi. Hata kama utashika shati lake au mate utakuta umeagusa, hauambukizwi kwa mate wala kuvaa nguo yake wala kufanya chochote pale alipo. Na yeye mwenyewe mtu kuna hali anajisikia, labda ikiwa hiyo hali inaanza kumtokea, ili na yeye pia aweze kujua sasa inawezekana kuchukua tahadhari. Kuzuia ngumu, ila kujua kwamba sasa hapa inaweza ikatokea vipo. Yaani hivi vifafa viko kwa aina nyingi sana. Na baadhi ya hizi hali zinapitia tunasita aura, yani kuna vitu vinakuamsha kwamba sasa ninapoelekea hata dakika 3 haifiki nitaanguka. Kwa wale wazoefu ambao wanajua hali zao, haraka wanawahi au wanaitisha msaada. Kwa kama uko sebuleni, anaweza akawahi haraka ndani kitandani akakaa, au akakaa sehemu salama, akatoka jikoni akaenda sehemu nyingine, au akaita kwamba jamani hali inakuja. Kwa hivyo zipo dalili kadhaa
Kuna wengine wanaanza kuona shida kama macho hayaoni vizuri au wanaona nyota au wengine wanaanza kuwa wakali tu. Yani mtu anajua kwamba akishaanza kuwa mkali hivi isikuelewa hii salama atapata hiyo shida. Kwa hiyo viko hivyo dalili vidogo tunavitaga au vinatangulia kabla ya kupata mshtuko. Lakini nyingine zinakuwa za muda mrefu, yani kwa mfano mshtuko ni kesho. Leo hii utaona hali yake ashaanza kuwa mpole tena, uchangamfu unapotea, mchovu, analala. Kwa hiyo zile zinasema kwamba siku 1-2 unaweza kukuta anashtuka. Kwa hiyo hapo ambao wanajua hizo hali zao, na huwa tunawaambiaga kama unaishtukia hali yako, basi ni bora ukawasiliana na daktari wako ajue namna ya kukusaidia. Wakati mwingine ni dozi inakuwa ndogo, kwa hiyo labda wakiongeza dozi inafutika ile hali. Dozi na matibabu yake yakoje, na inawezekana kupona kabisa? Matibabu yapo na wengi wanapona. Sasa inawezekana kupona kabisa, hiyo ndio swali ambalo liko kwenye debate. Lakini sisi tunachoamini kwamba karibu 95% ya hivi vifafa wanapona. Zipo chache ambazo hawaponi kwa dawa ambazo sisi tunazo. Na kingine ambacho kilichopo ni kwamba kwa sababu ziko aina tofauti na dawa pia ziko aina tofauti. Kuna baadhi ya vifafa havitibiki kwa dawa moja, inatibika kwa dawa nyingine. Kwa hiyo wewe ukingangania dawa yako ile utakuta ndio kwanza unakisababishia kinaendelea. Kumbe wewe ulikuwa hujafikiria kwamba inawezekana kuna dawa nyingine ambayo inasaidia. Kwa hiyo dawa ziko nyingi, na sisi hapa kwa mfano hapa Tanzania tunazo aina nyingi, aina karibu 5 za dawa. Na kuna baadhi ya dawa tunajua hii ina fit zaidi kwenye kifafa fulani na sio kifafa fulani. Kwa hiyo ukichukua hiyo ukimpa mgonjwa mwenye kifafa kile kingine, unaona haponi. Kwa hiyo tutasema hajapona au haponi, kumbe umempa dawa tofauti. Kwa hiyo inatibika, lakini vipo vichache sana ambavyo vinapata shida kutibika. Sawa kabisa. Na hiyo unavyosema kutibika unamaanisha ni kwamba kuweza kuidhibiti ile hali, ama kutibu kabisa ni kwamba hiyo hali hakuna uwezekano tena kumtokea siku nyingine kwenye maisha yake? Kudhibiti ipo. Alafu kuondoa kabisa hiyo hali ipo. Kwa mfano, kama vifafa vinasababishwa na itilafu fulani kwenye ubongo, kuna matibabu hadi ya upasuaji. Kwa hiyo ukienda kwenye upasuaji maana yake si unaondoa ile sehemu ambayo inaleta shida. Kwa hiyo ukishaondoa ile basi shida hamna. Lakini kuna hizi ambazo tunajua kabisa kwamba sababu kubwa ilikuwa ni ajali fulani. Alafu ile ajali imesababisha kitu fulani. Kwa hiyo tukirekebisha ile imeisha. Vinavyokuwa tabu sana kutibika ni vile ambavyo tunaona kama ni vina hiyo nature ya kurithi. Yaani vile ambavyo hata sababu yenyewe hatuioni vizuri. Unajua pia kurithi sababu hatuzioni vizuri. Tunachojua ni kwamba ukoo wao au familia yao ina hiyo shida. Sasa ikitokea vile mara nyingi watakaa kwenye dawa muda mrefu. Wengine wanatakiwa wakae kwenye dawa moja kwa moja. Na si kwamba inapunguza kabisa. Unaweza kukuta imempa nafuu kwamba basi kila mwezi inatokea mara moja au kila miezi 2 inatokea mara moja. Sio kwamba eti anasahau kabisa. Halafu kuna wale ambao tunawapa dawa inafutika kabisa, ikipita miaka 2 hajapata dalili hata moja, tunamwambia na dawa basi pumzika kwanza. Kwa hiyo dawa anapumzika na hajapata mshtuko, naendelea na maisha. Hatuwezi kusema amepona, lakini tunasema hayupo kwenye dawa na hana tena mshtuko ule wa hali ya kifafa. Sasa kabisa. Lakini pia kwa nini sasa kumbe kuna uwezekano huo mtu kupona, kudhibiti hali, lakini bado katika hizi nchi za kipato cha chini na nchi za uchumi wa kati inaonekana bado watu wengi wanaendelea kuishi na hizo hali? Shida hasa kubwa unayoiona daktari ni ipi? Kwa nini watu wanaendelea kuishi na hali kama hii? Kwa sababu ugonjwa ulianza kupatikana kabla ya matibabu. Kwa hiyo kipindi hiko ilikuwa inatazamwa kwa staili nyingine. Kwa hiyo ile mitazamo mpaka sasa bado tunayo, na ndio inaoleta unyanyapaa. Kwa mfano, tulikuwa tunaitazama kama ni kulogwa, mapepo, nini, yani kipindi hiko. Na yani watu walienda mbali wakaweka dhana nyingi sana ambazo kimsingi zina madhara zaidi kuliko faida. Kwa sababu hizo dhana zikishatokea hivyo maana yake hamleti kwako. Akishajua ni mapepo ataenda huko kwa muombezi na muombezi atampokea, wataendelea kuombeana. Akienda kwa waganga, mganga atampokea, ataendelea na uganga wake. Kinachofanyika pale ni ikiwa ndio hajapatia ni kwamba madhara yanaongezeka, kwa sababu haponi, lakini pia mganga anaweza akasema mambo yake tena akaleta data fulani kwenye familia. Kwa hiyo badala ya kuathirika mtu mmoja, familia nzima inaathirika. Na sasa unyanyapaa ndio unapokuja hapo. Kwa hiyo unyanyapaa ukishaanza tu ataanza kutengwa, ataanza kubaguliwa, ataanza sasa kupata msongo wa mawazo, na ndio hapo shida inapoanza. Kwamba
badala ya kifafa ndio kuwa tatizo linahamia kwenye unyanyapaa na athari za unyanyapaa kwenye kifafa. Na ndio shida kubwa zaidi ambayo tunao sasa hivi kuliko hata kifafa chenyewe. Okay. Kwa hiyo ndio shida kubwa ambayo inatupata sasa hivi kwa sababu bado zile dhana na imani potofu bado zipo. Sawa kabisa. Na kwa upande wa mambo ambayo hasa yameonekana kama imani potofu ambazo zimekuwa zikiathiri wagonjwa, unadhani ni dhana zipi ambazo si sahihi na hazipaswi pia kufuatwa? Kuna tafiti ambayo tunaendelea kuifanya sasa hivi. Tunapita humo kuangalia jamii inafikiria nini. Yaani tuna orodha ndefu. Yaani kila sehemu wana namna yao kufikiri hii ni nini. Yaani mambo mengine unaweza kuambiwa unajua kuna kifafa cha uzazi. Kuna sehemu tuliuliza unadhani kifafa hii inasababishwa nini? Akasema kifafa inasababishwa na kuzaa, ni bora tusizae. Unaona kwamba kwa sababu ya chakwa kimetokezea kwenye uzazi inasababishwa na kuzaa. Na chenyewe kinasababishwa na nini? Usahihi wake. Kifafa cha uzazi kinasababishwa na mabadiliko ya uzazi, changamoto za kwenye uzazi kwa mfano pressure inazidi sana, sijui na nini, utakuta proteins zinazidi sana, yani ile hali ikishakuwa kubwa inasababisha hiyo hali ya kifafa. Ambacho ni kweli kinaitwa cha uzazi kwa sababu inaishia huko. Hakiji isipokuwa kwenye uzazi. Sasa wao wakasema hivyo, lakini hii ya kusema kwamba kulogwa au sijui wamelaaniwa, kuna laana kwa fulani, unalaana msiende hata kuoa. Yani hayo ndio yako mengi ambayo yana cross kabisa na hiyo ndio inaleta changamoto kubwa daktari. Sasa kabla hujaendelea, hebu tuungane na mwanzoni tulimtambulisha moja kati ya watu ambao wanaishi na hali hii, Omar Vadenga, anazungumza na mwenzetu Jafari Mponda. Jeff, kama unanisikia, karibu uendelee. Naam, asante. Nipo maeneo ya Vijibweni hapa Dar es Salaam, maeneo ya Kigamboni kwa ujumla, ambapo hapa nakutana na Omar Vadenga, ambapo Omar Vadenga yeye ni shujaa wa hali ya kifafa. Omar Vadenga, mambo vipi? Poa. Ndio, unasemaje Vijibweni hapa? Kigamboni tuko poa sana. Tueleze tu kwa kifupi, hali yako ilianzaje na lini? Hali yangu ilianza nikiwa na umri wa miaka 13. Wiki moja karibuni na karimia kumaliza darasa la 7. So siku moja tukiwa maeneo fulani hivi kabla tujahamia Kigamboni tulikuwa tuna Kamburati. So siku hiyo tuliamka asubuhi kama siku ya kawaida, tukajumuika na wengine kwenda bombani kuchota maji. Wakati nimesimama bombani, nimembeba mdogo wangu, tunasubiri foleni yetu ya maji, ghafla nikapata hali ile ya kifafa. Sikuwa najua nini kilitokea, lakini baadaye nilikuja kushtuka tu nikiwa hospitalini. Nimezungukwa na ndugu na majirani wakisubiri nipate fahamu. Baada ya hapo, baada ya kupata fahamu, nikapewa huduma ya kwanza na nikarudishwa nyumbani. Nikakaa mwezi mmoja, baadaye hali madegedege yakaanza kwamba kujirudia mara kwa mara, hata mara kila siku. Okay. Sasa kifupi tu, huwa unajisikiaje ukikaribia kupatwa na hali hiyo? Kwa kawaida kuna zile dalili za mwanzo kabla ya kupatwa na degedege zinaitwa aura. Zile dalili mara nyingi inakuwa kama kuona kiza, tunapata changamoto ya uoni. Naweza kuwa nimekaa lakini nikaanza kuona imagination tofauti. Kwa sioni clear kama nikiwa ninavyotazama siku ambazo nipo sawa. Naweza nikaona chenga, naweza nikaona giza, na nikaona au nikapata picha ambazo za matukio mengi ya nyuma ambayo nikashindwa kucontrol sasa niko sehemu gani au niko hapa wapi nafanya nini kwa muda huo. Kwa hiyo nikajikuta na ubongo unashindwa kuchakata matukio mengi kwa haraka. Pia unaweza nikaanza kuhisi harufu ambayo haipo hata eneo hilo. Naweza nikasikia harufu ya chakula ambayo muda huo hapo hata chakula kipikwi, lakini naweza nikasikia harufu ya perfume fulani lakini kumbe hakuna harufu hiyo. Sasa kwa hospitali kwa mara ya kwanza kabisa waligundua kwamba ni tatizo gani linalokusumbua? Na walikwambia au waliwaambia wazazi wako? Kwa kawaida tukio langu la mara ya kwanza lilivyotokea nilipelekwa kwa kituo cha huduma ya afya, lakini tulivyoona tukio lilikuwa endelevu, mara ya kwanza tulikuwa tunafika kituo cha afya. Tulikuwa tunaenda kwa waganga kienyeji labda kuangalia labda ni upepo mbaya.
imani za kishirikina zilitawala ndani yetu, lakini kadri siku zilizozidi kwenda, baadaye tunasogea tunaniliu vituo vya afya na kupata huduma za kwa wataalamu wa afya. Kwa hiyo tiba za upande huo wa pili kama ulivyosema mwenyewe za imani hizo za kishirikina hazikusaidia? Hazikusaidia. Nashukuru mwaka 2015 tulifanikiwa, tukaenda hospitali tukafanya CT scan na changamoto yangu ikajulikana. Tangu hapo nikaanza kutumia dawa na nashukuru Mungu naendelea vizuri. Okay, sawa. Umejulikana sasa tatizo ni nini na ukaanza kutumia dawa. Pengine utumiaji sasa wa dawa wako ulikwendaje kwa ujumla, na matokeo mara baada ya kutumia dawa za hospitali yalikuwaje kiafya zaidi? Kwa kiasi kubwa zinanisaidia sana. Sasa hivi naweza nikakaa muda mrefu mno kiasi kwamba hata nikasahau kama nina kifafa nikiwa na meza dawa. Ila inatokea tu changamoto pale nikiwa nazikosa dawa naweza nikadondoka, lakini naweza kukaa muda mrefu sana bila kudondoka, bila kupata changamoto yoyote ile ukiwa unatumia dawa. Nikiwa natumia dawa huo muda mrefu ambao. Naam, ni kwa ufupi tu mwenzetu Jaffer Mponda akizungumza na moja kati ya watu ambao wamekuwa wakiishi na hali hiyo, Omar Vadenga. Na daktari, kwa ufupi sana, kitu gani ambacho unashauri jamii kuhusiana na watu wenye hali kama hii? Nawashauri kwamba kwanza tupate uelewa sahihi ili tuondokane na hali ya unyanyapaa. Tukiondosha hiyo unyanyapaa, maana yake watakuwa karibu na sisi wenzetu, na pia tutaweza kuwasaidia, kwa sababu unyanyapaa inaonekana ndio kikwazo kikubwa cha sisi kuwasaidia, kwa sababu kama matibabu yapo, lakini huenda watu hawaji kwenye matibabu. Kwa sababu gani? Kuna kitu hapa kinakatisha. Kinachokatisha ni unyanyapaa. Unyanyapaa unatokana na nini? Ni kukosa elimu sahihi. Kwa hiyo tupate elimu sahihi, tuendelee kuelimishana, tutafika. Sasa kabisa. Na leo ndio siku yenyewe ya kupata hiyo elimu. Asante sana kwa elimu ambayo umetupatia Daktari Said Kuganda, daktari bingwa mbobezi wa afya na magonjwa ya akili kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Lakini pia tunamshukuru Omar Vadenga ambaye pia amezungumza nasi kuhusiana na hali yake, tukikamilisha hivyo.